Unamjuaje kwamba huyu ni mwanamke sahihi? Cha kwanza tunachoshauri ni maombi. Kuwa mtu wa maombi, mshirikishe Mungu kwamba Mungu ninamchomba, nimepata, ikiwa sio wangu mweke pembeni, ikiwa ni kwangu niambatane naye. Hilo ndio swala la kwanza ambalo unaweza kupambana nalo. Haya mengine ya kibinadamu ndio yafuate. Swala la kwanza, mwanamke ambaye ni sahihi anakuwa na utoto. Anapokuwa na wewe, anakuwa na utoto mwingi. Yaani anakuwa anafanya mambo ya kitoto. Usimnyanyase, na unapomnyanyasa unampunguzia furaha, lakini pia unapokuja kumnyanyasa unapunguza upendo ndani yake kwako. Kwa anapokuwa na utoto, hiyo ni sifa ya kwanza ya mwanamke anayekupenda au anayempenda mwanaume. Kwa hiyo wewe ukiwa na mke wako muangalie, hivi ana mambo ya utoto, anadekadeka au anadekadeka kwako, ana nini. Kwa hiyo hicho ndio kitu cha pili ambacho unaweza ukakiangalia kwa mwanamke, kwamba mwanamke ananipenda, unaangalia kwa kupitia kudeka. Sifa nyingine, mwanamke sahihi kwako wewe mwanaume ambaye hujaoa au ambaye upo ndani ya ndoa, mwanamke sahihi kwako ni yule ambaye anakueleza kila kitu, mpaka vitu unakuta vidogo. Yaani amefika tu, yaani from nowhere akafika tu barabarani, kaangalia, nimeona nyoka kapita barabarani, anakuja anakimbia haraka, akija nyumbani nakwambia, alafu mume wangu niliona nyoka. Wewe kijana, huyo ndio ubavu wako, kwa sababu mwanamke anayekupenda. Ndio maana nasema ni ngumu sana kumjua mwanaume sahihi kuliko kumjua mwanamke sahihi. Kwa hiyo ni rahisi sana kumjua huyu mwanamke ni sahihi mbele za Mungu, ni sahihi kwangu, au ni mwenzi wangu. Kwa hiyo ni rahisi sana, na unamjua kwa vitu na anajionyesha. Yaani mwanamke akipenda anajionyesha sana. Kwanza ndio hiyo tumesema kumshirikisha Mungu. Mbele anakuwa na madekodeko, anakuwa anadeka muda wote, anakudekea kila kitu, anakudekea wewe, unaona kama anakoboa, lakini hiyo ndio furaha yake kuwa na wewe. Lakini pia kingine, mwanamke anakuwa anakuambia vitu vidogo ambavyo hata havina maana. Yeye anakuwa tu anakueleza, mume wangu mimi hivi. Ukiangalia mwanaume unasema hakina maana kabisa, lakini basi ni upendo ulio ndani yake, kwamba anakupenda. Lakini pia kingine, atakuheshimu. Au ni sifa nyingine. Yaani nikisema kuheshimu na contain kwamba atakutii. Ukimwambia sitaki kuona hiyo nguo ukivaa, atakuheshimu kwa sababu ni mume wake. Sasa unakuta mwanamke mwingine anamwambia hiyo nguo sitaki kuivaa, anakwambia, anaanza kukujibu nyodo nini, huyo sio wako. Lakini yule ambaye utakuwa anautii. Mwanamke sifa ya kwanza ni utii. Hata kwenye Biblia tukiangalia bado tunaona ya kwamba sifa ya kwanza ya mwanamke ni kutii. Maana hata Biblia inasema ya kwamba mwanaume, mpende mke wako kama Bwana alivyolipenda nini? Kanisa. Lakini mwanamke fanyaje? Umtii mume wako. Kwa hiyo umheshimu mume wako au umtii mume wako. Kwa hiyo kitu kikubwa ambacho unaweza ukakiangalia pia kwa mwanamke ni utiifu. Na anapokuwa mtii, anapojishusha kwako, basi hiyo ndio sababu kubwa ambayo ina contain kufanyaje? Na contain upendo, kwa anakupenda au ni sahihi. Nyingine, unakuwa msaidizi mwema. Pale unapokutana na changamoto mwanaume, unapokutana na majanga, maana dunia hii ina mambo mengi na majanga, changamoto ni nyingi za maisha. Lakini unapokutana na changamoto kwenye maisha, wewe kama mwanaume unapomweleza mke wangu, mimi nimefika, nimetembea, nimeenda huko, yakanikuta haya, anakusikiliza vizuri, na mwisho wa siku anatoa komenti, anakuambia mume wangu, achana, tufanye hivi na hivi. Au unakuta umetoka umekasirishwa huko, umeenda umekasirishwa, lakini ukirudi nyumbani anakuwa faraja kwako. Kwa hiyo mwanamke pia unamjua kwa sifa hiyo, kwamba anatakiwa
awe msaidizi mwema kwako. Hata mwanaume unapokuwa na changamoto unakuwa na sehemu ya kupumzisha akili. Lakini pia tunasema ili umjue mwanamke sahihi anakuwa pumziko. Wewe ukija unakuwa anakuwa yeye kama pumziko lako. Kwa sababu unakuta umetoka kazini, umekorofishwa kazini, ukifika nyumbani ukiwa upo out of mood, anakuambia mume wangu mbona upo out of mood? Na unamwambia mke wangu nimepitia na haya, anakuambia basi usijali, tugange ajayo, tuachane na yale. Kwa hiyo tuelezane, tukumbushane, maana ni kama tunakumbushana mengine wengi tunajua, na iwapo unajua mengi zaidi unaweza ukacomment na tunaweza tukayawasilisha pia kwa watazamaji wengine na wasikilizaji. Karibuni sana, natamani sana tu tunajifunza, lakini pia natamani sana tu watu mwe mnaandika comment kwamba madam kuna hili, kuna hili, kuna hili, kuna hili, kuna hili. Ukishakuja hapo ni maswali mwe mna comment kwamba madam mimi nanyongeza hii hapa, madam mimi na hiki hapa. Tunakuwa tunadiscuss, mwisho wa siku tunakuwa vijana bora, tunakuwa na ndoa bora, tunakuwa na mahusiano bora. Kwa hiyo wewe unaponieleza mimi kitu na mimi ninapokueleza kitu, kuna kitu ambacho mimi sikijui na wewe unakijua. Kwa hiyo tunapokutana, tunapoelekezana na kufundishana, tutakuwa tunajua mengi. Kwa hiyo ndio mwisho wa somo langu. Nishukuru kwa kuangalia. Asante sana kwa kutazama Bukelebe TV, pia na kusikiliza Bukelebe TV. Tusali kwa ajili ya kufunga somo. Asante Mwenyezi Mungu, tunasema asante kwa kuwa umekuwa pamoja nasi, umetulinda, umetuongoza sana wakati huu. Tumemaliza somo hili, likatufunze, likatuongoze, tukae na ndoa njema, mahusiano bora, uchumba bora, ukatupatie wenzi sahihi katika maisha yetu, maana tumeomba kupitia jina la Yesu Kristo. Amina.